Warumi 12. Biblia inasema, ndio, basi ndugu zangu nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Unaona, mpate kuna masuala ya kujifunza. Anasema ubadili nia yako, na unaweza kujitahidi kutofuatisha namna ya dunia hii. Mambo ya kutambika kama wanavyotambika wengine, achana nayo. Kwamba watu wa dunia hii wanafanyaga hivi, no. Anasema msifuatishe namna ya dunia hii. Unajitahidi sasa upate kujua mapenzi ya Mungu ya kumpendeza. Sema amen. Anasema ugeuzwe nia, upate kujua, ugeuzwe nia. Change your mind. Weka material mapya kwenye ufahamu wako, material ya neno la Mungu. Anza kujua mapenzi ya Mungu katika kila eneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu wanapotaka kuoa, huwa wanafanyaje? Usifuate namna ya dunia hii. Watu wa Mungu wanapotaka kufanikiwa, hawaibi. Wana namna yao ya kufanikiwa. Tuko pamoja watu wa Mungu. Mission ya Yohana Mbatizaji ilikuwa ni kuatilia waasi akili gani? Akili za wenye haki. Kwa unaanza kuchukua akili za wenye haki, kwamba hivi angekuwa ni mtume Yohana katika hali hii angefanyaje? Asingekaba mtu. Unaona, mwenye haki mwenzako, huyo mtakatifu mwenzako angefanya kitu kama hicho? Hapana. Kwa hiyo unaanza kupokea akili za wenye haki, namna ya kufikiri ya wenye haki. Unaanza kufanya maamuzi. Wenye haki hawachagi wake. Unakasirika tu mara moja tu, mimi naenda kwetu. Wenye haki hawafanyi hivyo. Unaanza kuchukua akili za wenye haki. Sawa. Kuna mwenye haki mmoja alikuwa anaitwa mzee Zakaria, baba yake Yohana. Mke wake kweli alikuwa hazai, lakini alienda mbele za Mungu bila lawama. Oh, haleluya. Hizo ndo akili za wenye haki. Anapokuja baba yako, mwanangu nataka wajukue, sema sisi ni wenye haki. Tuna namna yetu ya kuyaangalia maisha haya. Tuna namna yetu ya maamuzi. Tuko pamoja watu wa Mungu. Sasa jambo la pili, lakini don't worry, kama upo hapa una changamoto ya mtoto, Mungu atakusaidia. Huyo Zakaria tunamsema alizaa, haikuishia hivyo. Mwenye haki ajapoanguka mara 7 atainuka tena. Sema amen.